kama una taarifa nzuri juu ya mume wako, una taarifa nzuri juu ya mke wako, ndoa yako itakuwa safi. Maana utaishi katika ile hali ya usafi kulingana na taarifa nzuri ulionayo. Lakini kama una taarifa baya juu ya mume wako au juu ya mke wako, utaishi maisha yasiyo safi pamoja na yeye, maisha ya kujiami, maisha ya kujitenga, maisha ya kuona mwanamke sijui namna gani vipi, kutokana tu na taarifa ambayo wewe umeibeba. Ndio maana tuwe makini sana na taarifa ambazo tunazibeba. Nasema lakini jicho lako likiwa bovu, manake kama umebeba taarifa mbaya, ni giza lile linaingia, uone chema. Na mtu ukishakuwa na taarifa yake mbaya, Tito kumpenda ni ngumu. Na hakuna chochote chema atakachokifanya ukione ni kizuri. Watu watamsifia, utawashangaa watu namna gani. Wanamjua mwanamke kweli? Wanamjua mwanaume kweli? Laiti mngemjua mwanaume, laiti msingesema hivyo. Kwa sababu tu una taarifa mbaya, alafu umeshajenga chuki kwa sababu ya taarifa mbaya. Kwa hupendi sifa njema yote atakayoifanya. Hata kama angefanya jema namna gani hutaliona. Ndio maana lazima tujiepushe sana na kuwa na taarifa mbaya. Bora una taarifa nzuri, alafu kama ikitokea kweli kuna shida, unaweza kuisolve. Kwa sababu gani? Kitu kimoja ambacho Tito mimi nachokielewa ama nachokiamini kwamba kila mwanadamu, nasoma mara moja nimerudia kusema hapa, kila mwanadamu ana uwezo wa kuwa mwema na ana uwezo wa kuwa mbaya. Sasa kama mtu amekukosea, ni ubaya ule. Ndio maana Mungu ametupa nafasi ya kusameana. Sasa kama umeshaamua kumsamehe mtu, muondoe katika huo ubaya. Sasa unakuta umemsamehe mtu lakini umemweka katika grupu la wabaya. Hawi mwema kwako katika jambo lolote. Humwamini tena. Humpokei tena kwenye moyo wako, humpokei tena kwenye maisha yako kwa sababu ya ubaya ambao wewe umeufikiria. Nazungumzia masuala ya ndoa, ambao ni mume na mke, ili waweze kukaa vizuri. Hata kama kuna taarifa mbaya na ukayahakikisha, kinachotakiwa kufanya ni kusamehe na kuachilia, alafu unakuwa tena mtizamo mzuri. Tito, mimi nitakuuliza swali. Sisi mara ngapi tunamkosea Mungu, alafu ni mara ngapi Mungu anasema anatuazia yaliyo mema? Tunamkosea mara nyingi, lakini bado Mungu anatuazia mema. Yes. Na sisi ndio mifano ya Mungu. Tusiwaziane mabaya, tusikusudiane mabaya. Yaani Mungu yeye tunamkosea mara zote, lakini katika mara zote bado Mungu anatuazia yaliyo mema. Na sisi inatupasa hivyo, tutoke katika mawazo mabaya, tuwe katika mawazo yaliyo mema. Ukiwa na mawazo yaliyo mazuri, mawazo ambayo ni chanya juu ya mume wako au juu ya mke wako, utamvuta karibu hata kaa mbali. Lakini ukishakuwa na mawazo ambayo sio sahihi juu yake, utamweka mbali. Tena kwenye kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 25, Mungu mwenyewe anasema, mimi mimi ndimi niafutaye makosa yako. Ndiyo. Kwa ajili yangu mwenyewe. Ndiyo. Wala sitazikumbuka dhambi zako. Kabisa. Yaani Mungu akisamehe anafuta. Ni ukurasa mpya. Unakuwa kitu kipya. Anasema ya kale yamepita, tazama umekuwa mapya. Lakini sisi wanadamu kiukweli tunasameheana, lakini ya kale bado hayajapita, bado hata hayajawa mapya. Likija lingine unabandika juu ya lile lingine. Unabandika hapo, ameshakuomba msamaha lakini unakumbuka tu. Ndio maana mpaka Waswahili wakasemaga tijani likinyoka kikung'ata, jana ile likikugusa. Tunaishi hivyo, lakini je, ndio neno la Mungu linavyotuongoza tuishi hivyo? Kwa hiyo tunahitaji neema ya Mungu ya kuombea sana fikra zetu na mawazo yetu. Mungu atuwezeshe kuweza kusamehe na kuachilia kabisa na kufuta taarifa mbaya ambazo tumezibeba juu ya wenza wetu, ili maisha ya ndoa yaweze kuwa mazuri. Yaani lazima. Hii ni vita. Usipokuwa ni muombaji na kung'ang'ana kumwambia nafuta, shetani hata acha kukuletea kitu kilishapita, atakirudisha. Kuna watu ambao wanakuta ndoa yao kila siku wakianza kosa limetokea leo, anaanzia msururu kule. Kwa sababu ni ngumu. Hata kama kosa limekuwa ni jipya, anasema kuna mlolongo mrefu kuanzia huku. Na wengi tumeishi maisha hayo. Hatuanzii hapa. Hata kama tulijadili tukamaliza, tuanzaje kwenye ukurasa mpya. Likitokea la kutokea, automatically unaanzia huko nyuma. Aliniwahi kunifanyaga hivi, akanifanyia tena na hivi, akafanya tena na hivi. Yaani msururu unaanzia huko. Ndio maana unakuzaga makosa yanakuwa makubwa. Unashangaa kosa limetendeka moja, lakini reaction inabeba kama hata ni miaka mingapi, yote yanakuja kukutana kwenye hiyo siku moja.
Kwa kuwa mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Ni bora sana mtu kuzingatia sana na kuwa na taarifa ya mambo yaliyo mema nafsini mwake. Yaani kile unachokijaza kwenye moyo wako ndicho utakachokiishi. Ndio mtizamo wako wa maisha. Ndio maarifa ulionayo. Ndio hekima ulionayo. Kile ambacho umekijaza. Na kinachokupa dira ya kuishi na huyo mume, dira ya kuishi na huyo mke, ni taarifa ambayo umeibeba wewe mwenyewe. Sasa chanzo cha taarifa ni changamoto. Na tunaposoma neno la Mungu ni taa na ni jicho.